Majina yangu naitwa Jairus Shakanganie, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Nyakafulu. Leo nimefika Iliamchere ambapo tarehe 13 kwenye ziara ya mwenyekiti wa umoja wa vijana mkoa wa Geita, Comrade Manjale Magambo, akiwa na ziara yake ya kamati ya utekelezaji kwa ajili ya ukagua uhai wa jumuiya, ilihitimishwa kwenye kata yetu ya Nyakafulu, ambapo alitawazwa kuwa chifu ifada. Leo nimetembelea maeneo ambayo alielekezwa ndio itakuwa eneo lake la uchifu, eneo la Iliamchere. Kwa hiyo nimefika hapa kwenda kupangalia. Kabla hajafika, mimi kama mwenyekiti wa umoja wa vijana nimeona kwamba ni vizuri nifike kuliangalia eneo, lakini pia kuangalia mazingira na kufahamu baadhi ya vitu vichache ambavyo vinahusiana na eneo hili, lakini pia kuangalia mandhari ambayo mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana ambayo kwa sasa ni chifu ifada, ambao kwa maeneo haya ndio utawala wake, ambapo yeye siku atakapofika mimi nitakuwa mwenyeji, nitakuwa na waelekeza namna gani ambavyo wanaweza kufika hapa. Mambo mengine wanajua machifu wenyewe, lakini nishukuru Mungu kwamba nimekutana na wazee wa eneo hili, wazee ambao wamekulia maeneo haya. Karibu, naomba nimkabidhi. Majina naitwa Charles Masanja Kamana, mwenyekiti wa kitongoji wa zamani. Kwa sasa kuna mwenyekiti mwingine mpya anaitwa Abdul Ramazani. Haya ndo maeneo ya kichifu. Alikuwa anakaa hapa Chifu Lumelezi. Kwa sasa tunamkaribisha chifu mpya ifada. Karibu sana kwenye maeneo haya. Haya ni maeneo ya kichifu. Chifu walikuwa wanakaa hapa, kwa wanashirikiana na wananzengo wa hapa kwa kazi zozote, kwa wanacheza bao na kila kitu walikuwa wanafanya. Chifu ifada tunamkaribisha sana. Atakapotaka kuja, tunaomba wananzengo wote waalikwe ili waje wamuone, wanahamu wamuone maeneo haya, tushirikiane naye kwa pamoja kwa kazi zote. Tunamuomba hata atujengee ka ofisi ka kitongoji cha Iliamchere, maana hili ndio eneo la utemini maji ambako kuna kisima kikubwa na cha zamani ambacho mpaka hivi sasa wananchi wa eneo hili la Iliamchere wanaendelea kukitumia. Ni wazi kwamba machifu wetu walikuwa ni watu wachapa kazi, ni watu ambao walipenda maendeleo, lakini pia ni watu ambao walithamini sana uhai wa watu. Ndio maana wakaendelea kuvienzi vyanzo hivi vya maji ili viweze kuendelea kuwatunza wananchi wa eneo hili. Endelea kuwa nasi tunapoendelea kukuonyesha ni namna gani Chifu Lumelezi alivyokuwa akiishi na ni namna gani ambavyo chifu ifada atafikia mahali hapa. Na Ngajilo Media tupo na wewe kukuonyesha ni namna gani mazingira yalivyo, ni kama unavyoona, na hapa ndipo kwenye kile kisima ambacho Chifu Lumelezi alikuwa akikitumia na chifu ifada pia atakitumia, na wananchi wa eneo hili nao pia wanakitumia. Endelea kutazama namna gani kisima kilivyo kikubwa, kina miaka zaidi ya 50 na kipo hapa, na wananchi wa eneo hili wanakitumia na wanaendelea kukitunza vizuri, ikiwa ni sehemu mojawapo ya kumbukumbu ya eneo hili na kuendelea kuwaenzi machifu wote watakaoendelea kupita katika wilaya yetu ya Mbogwe. Hiki ndio kisima walichokuwa wanatumia machifu miaka ya zamani. Hakijawahi kukauka mpaka sasa, bado wanatumia. Tunakitumia wananzengo wa Iliamchere. Tunamkaribisha atakapokuja aje afike hapa aone mazingira ya hiki kisima. Tunamkaribisha sana hapa kwenye kisima hiki. Tumekitunza tangia zamani mpaka sasa tunakitunza. Naitwa Benjamin Jilala, mjumbe wa kamati ya utekelezaji kata ya Nyakafulu UVCCM. Kweli kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika mazingira haya ni mazuri ambayo Chifu Lumelezi aliishi, na ni mazingira ambayo pia chifu ifada atakuja hapa na atakabidhiwa. Kwa kweli mazingira mazuri, machifu waliishi vizuri. Tunaona
hili bwawa au hiki kisima ni kizuri kweli, na mpaka huu muda tunapoongea samaki wanaonekana na wananzengo wameendelea kutunza na kuenzi urithi huu ambao waliachiwa na machifu na mababu zetu. Kwa kweli yani ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo la kuwashukuru hao waliotutangulia ambao wameyatunza na mpaka sisi leo tumeyaona. Kwa kweli Chifu Hifadhi atakuja kufurahia, mazingira ni mazuri, ambapo utawala wake rasmi ambapo siku atafika hapa na kujitambulisha kwa wananzengo wa Ilyamchele. Kwa kweli itakuwa ni kitu kizuri sana. Kisima kinapendeza, kule tumeangalia mazingira ambayo aliishi Lumelezi, mazingira ni mazuri. Kwa kweli tuendelee kutunza, hata sisi vijana tuendelee kutunza vyanzo hivi vya maji ambavyo machifu na mababu zetu wameviacha. Chifu Hifadhi, Chifu Lumelezi aliandaa mazingira mazuri sana. Kiukweli mimi mwenyewe nimefika hapa nilikuwa sijawahi kufika mazingira haya. Nimependa mandhari namna yalivyo. Kiukweli mazingira yametunzwa. Na hata kama kwamba ni muda mrefu sana, lakini kiukweli mazingira yanavutia, watu wamekaa. Lakini wananzengo wameyatunza sana haya mazingira, tuwapongeze sana watu wa Ilyamchele, watu wema, wamekuwa na utaratibu mzuri sana wa kutunza. Hiki ni kisima ambacho wanatumia, mzee ametuambia hapa, lakini kiukweli hapa unaambiwa kwamba maji hayajawahi kukauka. Alafu eneo hili ni eneo tulivu, eneo zuri sana, mazingira yako vizuri. Chifu Hifadhi, karibu kwenye utawala wako ambao ni utawala mzuri sana. Pale maeneo mazuri, hii ndio ikulu yako. Tunakukaribisha sisi kama mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nyakafulu. Tumekuja kuyaangalia mazingira ambayo unakuja kufikia na unakuja kuyaona, lakini pia unakuja kujitambulisha mbele ya halaiki na wananzengo wa Ilyamchele. Hakika mazingira yanavutia, mazingira ni mazuri sana. Nimeyapenda. Karibu sana Chifu Hifadhi. Mwenyezi Mungu akujalie, tuko pamoja. Naitwa Chifu Alphonse Julius Lumelezi, Chifu wa Mbogwe. Nina maeneo mengi ambayo kwa nayatumia baba zangu wakubwa, maeneo ya chifu, hususan kwenye kitongoji cha Ilyamchele, ambapo Ilyamchele kitongoji hicho kwa jina la kipindi hicho palikuwa naitwa Lindiati. Ambapo ndio ilikuwa himaya ya Chifu Hifadhi. Na bahati nzuri kipindi hicho eneo hilo lilikuwa utemini, alikuwa anamiliki yeye. Kwa hiyo Chifu Lumelezi tumeona baada ya kumaliza kumkabidhi uchifu, sisi kama timu Nganijaro tumeenda tumeangalia mazingira kule. Mazingira ni mazuri na yanapendeza. Kiukweli mazingira ni mazuri. Na umejaribu utaweza kwamba kuna pale uchifu lakini pale kuna mlimani. Ndio. Kwa hiyo baada ya kumaliza kumkabidhi uchifu, kipi kinachofuata? Kinachofuata labda pengine mimi uhimizaji tu wa eneo hilo, utunzaji wa miti ya uoto, inaleta uoto wa asili. Sawa. Na kuleta tija kwa watalii wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo Chifu Hifadhi utampeleka maeneo yale kwenda kumkabidhi. Na je, kuna wananchi kuna wananzengo wa maeneo yale watakaoalikwa kushirikiana na mwenyekiti wa kitongoji ili kusudi Hifadhi akapangalia maeneo yale? Ndio, mimi nitakwenda endapo kama atakuja, nitaambatana na yeye. Vile vile nitawataarifu wananzengo na wananchi kwa jumla wa eneo husika, tujumuike pamoja namna ya kumuonyesha maeneo hayo kwamba Hifadhi alikuwa anaishi hapa. Kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba Chifu Hifadhi yupo kwenye ziara, lakini akimaliza ziara atakuja, haijatajwa tarehe, lakini inasemekana kwamba atakuja kwa ajili ya kuja kuangalia maeneo. Kuna kipi ambacho unaenda kumkabidhi pale kwenye eneo lile? Mimi naenda kumkabidhi pale kwa sababu nimempa jina hilo ili kuenzi
maeneo hayo historia yake isiharibiwe, historia yake ijulikane hadi ngazi za taifa, waiainishe kwamba hifadhi ile ni hifadhi ya Chifu Fadha. Kuna vitu vingi vya asili ambavyo vipo maeneo hayo, na isitoshe ni kuna himiza labda pengine upandaji wa miti kuongezea eneo hilo alipozikwa Ifada kaburi lake. Sawa, kwa hiyo tumeona umemkabidhi chifu ambaye ni kijana kweli, kijana mdogo. Kwa hiyo unatamani kuona katika vitu ambavyo anatakiwa kuviendeleza, moja ya vitu anavyotakiwa kuendeleza ni kuendeleza mazingira yale. Ikiwemo kupanda miti, lakini kuhakikisha kwamba mazingira yanaendelea kuwa yanakaguliwa na kuangalia uendelezaji wa mazingira yale. Vile vile inatakiwa eneo hilo basi kuwa na utaratibu wa kisha barabara inayoelekea kwenye swala hilo la kwanza. La pili, kuna ujenzi wa vibanda vya asili ambavyo vitajengwa kwa kushirikiana na yeye na mimi pia kama chifu mwenzie wa kumsaidia. Vitajengwa ishara kwamba hapa ni sehemu gani, ni sehemu ipi. Vile vile tutachongwa bango la kuonyesha kwamba hapa sasa unaingia Chifu Ifada, ili kusudi watu mbalimbali wa sehemu mbalimbali watambue, paonekane. Hata viongozi wa serikali, wa chama na serikali, wana haja ya kwenda kutembelea maeneo hayo, wanakuja kujionea wao wenyewe, sio kuambiwa tu. Hapana, waje waone asili kwamba huyu chifu alikuwa anaishi wapi. Asante Chifu Lumelezi. Una lipi la kumwambia Chifu Ifada baada ya kumpatia uchifu, na tumeona umemtunuku heshima kubwa sana ndani ya mkoa huu wa Geita? Mimi nimtakie tu kila laheri, Mwenyezi Mungu amlinde, na niombe tu kwamba nimuombe tu yeye asikate tamaa. Mimi nipo na mimi nitashirikiana kwa bega na yeye ili kusudi kudumisha eneo hilo na maeneo mengine ambayo Chifu Ifada alikuwa akiaishi. Mfano pale mgodini Nyakafulu anaitwa Ipango, ilikuwa eneo lake, ila sasa pale Nyakafulu kuna uzembe fulani wa aidha viongozi wa serikali ya kijiji wameshindwa kuliangalia ile eneo, na nilichowaandikia barua za kuwakataza kwamba kuna mtu fulani alilivamia eneo hilo la hifadhi, akaanza kukatakata miti na kuchoma matofali maeneo hayo ambapo ni hazina yetu sisi wote Wanambogwe. Niombe tu kwamba yeye kama Ifada apitie, awakemee wale wote ambao wanaoharibu mazingira ya pale Ipango Nyakafulu. Labda nikuulize swali mwe. Machifu ni watu ambao jamii tunaamini kwamba ni watu wenye nguvu. Na tunaona umempa nguvu sana kijana huyu. Na unalipi la kumwambia anapoendelea na harakati zake za siasa, lakini pia anapofanya kazi na vijana wenzake, kwa sababu sasa hivi ni mtawala wa vijana, lakini mtawala wa asili. Ndio, yeye nimtake tu kwamba awe jasiri. Ujasiri ndio mkabidhi ni jasiri kweli, asiogope. Anapoona kwamba labda pengine kuna jambo fulani ambalo ni gumu zaidi kwa yeye mwenyewe, asisite kuja kuniona mimi au kunieleza, ili kusudi kumuonyesha njia kwamba pita hapa, fanya hiki. Na imani kwamba katika shughuli yake hiyo itamwendeleza kupanda juu zaidi. Tumemwona sasa hivi baada ya kuwa chifu amekuwa ni mtu tofauti, yani amekuwa ni mtu ambaye anatimiza majukumu kwa ufasaha na hachoki hata kama akiwa anatembea siku nzima.
kuna siri gani unaweza ukatueleza mzee Lumelezi? Kuna siri gani ya uchifu hii? Maana huyu sasa hivi amekuwa ni kiongozi ambaye kiukweli amekuwa na impact kubwa sana kwa vijana. Lakini kwa sasa ana nguvu kubwa sana ya kiutendaji wa kazi. Kuna siri gani? Yeye, narudia tena kusema kwamba nilipomsimika kuwa chifu, nikamkabidhi vifaa vya kichifu, pale ujasiri tayari nilimpa kwa kutumia ujasiri wa asili, vile vile na kumtumia Mwenyezi Mungu amsaidie, amlinde, afanye shughuli zake kwa weledi. Asante, tunakushukuru. Asante sana. Tunaona pia chanzo cha maji ambacho alikuwa akitumia, lakini pia hapa ni sehemu nzuri, mazingira ambapo aliweza kuishi. Na sisi kama Nganjaro Media TV tupo na wewe kuendelea kukuhabarisha nini kitajiri, nini kitaendelea. Na mimi ni Richard Robert wa Nganjaro Media TV.